Habari za leo na karibu sana katika Mizani ya mwaka wa 2019. Hiki ni kipindi maalum kabisa ambacho tutafanya mjadala hapa wa kuangazia namna mambo kwenye biashara katika nchi ya Tanzania yalivyokwenda na hasa pia kwenye mambo ya viwanda katika mwaka huu wa 2019. Lengo kubwa ni kuangazia hatua ambazo pia serikali imezipiga katika kufikia malengo ya kufikisha Tanzania katika uchumi wa kati unaotegemea zaidi viwanda. Je, tumefanya nini katika kipindi hicho chote? Kulikuwa kuna malalamiko kadha wa kadha kutoka kwa baadhi ya wafanyabiashara. Serikali ilifanya nini na hali halisi kwa sasa ipoje kuelekea mwaka wa 2020? Ninayekualika hii leo naitwa Nordin Selemani. Katika meza yetu hapa tunaye naibu waziri wa viwanda na biashara, mhandisi Stella Manyanya. Karibu sana. Asante sana. Kwema? Kwema kabisa. Naam, jirani yangu hapa yupo Edward John. Huyu ni rais wa chama cha mawakala wa forodha nchini, kwa ufupi unaweza kaita TAFA. Karibu sana. Shukrani Kwema. sana. Asante sana. Mwisho lakini sio kwa umuhimu, tupo na Dr. Burhan Mtengwa. Yeye ni mtaalamu wa masuala ya biashara lakini pia ni mhadhiri katika kile chuo cha diplomasia. Karibu. Asante sana. Mambo yanasemaje? Tashukuru Mungu. Diplomasia ya uchumi imeonekana 2019 sana. Sana. Tuanzie kwake naibu waziri. 2019 inakwisha katika mwelekeo ambao tumeona vikao kadhaa viongozi wa kiserikali wakifanya na wafanyabiashara. Lengo lilikuwa ni kuhakikisha kwamba kunakuwa na mazingira bora ya kibiashara, licha kwamba bado kumekuwa kuna malalamiko kwa wale ambao wenyewe ni wafanyabiashara. Nini ambacho mnajivunia kumaliza 2019 katika sekta ya biashara? Asante sana kaka Nordin, lakini vile vile kama kawaida nianzie kuwashukuru sana Azam TV kwa kutupa nafasi hii hasa katika kipindi kimuhimu sana cha Mizani ya mwaka 2019. Niseme tu kwamba pia niwatakie heri ya mwaka mpya wa Tanzania wote, lakini pia wana viwanda, wafanya biashara, ukijua kwamba sasa tunavyovuka mwaka kufikia mwaka 2020 tunategemea mambo makubwa zaidi. Lakini niseme tu kwamba nchi yetu imekuwa ni nchi nzuri, imeendelea kutunza amani na kuweka msingi muhimu na imara sana katika kufanya biashara au mazingira wezeshi ya kibiashara. Kwa hiyo niwaombe wa Tanzania kuendelea kuienzi tunu hii ya amani ambayo kwa mwaka 2019 hiyo ni mafanikio makubwa, kwa sababu hatukuwa na changamoto yoyote ile ya kupoteza amani. Kama ni mambo ni madogo madogo, watu lazima kidogo wajaribu, lakini kimsingi kwa ujumla wake nchi yetu imekuwa ni nzuri na imeweza kuvutia uwekezaji pamoja na biashara za aina mbalimbali ikiwemo utalii. Kwa hiyo ni jambo jema sana. Sasa kwa upande wetu sisi sekta hii ya viwanda, kwanza nataka tufahamu kwamba tunapozungumzia sekta ya viwanda ni sio vile viwanda ambavyo vinahusika na uzalishaji pekee, inahusisha mpaka sekta nyingine ambazo zinafanya hawa wazalishaji wa viwandani waweze kwenda vizuri. Kwa hiyo hapo tutazungumzia kuna sekta ya umeme, kuna sekta ya madini, kuna sekta ya ujenzi, pamoja na hii yenyewe ya viwanda, zote hizo za maji ambazo zinafanya kwamba viwanda viweze kwenda vizuri. Kwa hiyo ukiangalia katika mwaka huu 2019, ukianzia kutoka nyuma na mpaka kufikia kipindi hicho, Tanzania imepiga hatua kubwa sana katika kuziwezesha hizi sekta saidizi zinazojenga pamoja sekta ya viwanda, ili kuona kwamba viwanda sasa viweze kupata nishati inayojitosheleza, lakini pia ikiwa kwenye bei nafuu, lakini vile vile miundombinu ya barabara, ili hawa wafanyabiashara au wana viwanda waweze kusafirisha rasilimali zao kiurahisi, lakini pia zile bidhaa wanazokuwa wamezizalisha ziweze kusafirishwa kiurahisi. Lakini tumeona pia katika ujenzi wa miundombinu kama ya reli umeendelea kuwa vizuri, lakini kuna haya masuala kama ya kikodi na yasio ya kikodi yameendelea kurekebishwa na kuweka katika hali ambayo haiendelei kutoa kero au usumbufu kwa hawa wananchi ambao wanahusika katika ujenzi wa hii sekta ya viwanda. Kwa mimi niseme tu kwamba kwa kweli mafanikio yamekuwa ni mazuri, na ukiangalia toka tulivyotoka kwenye uchaguzi 2015 kuingia 2015-16
na hali ya sasa, utakuta kwamba kuna kipindi biashara au viwanda vilipata shock kidogo, kwa sababu kulikuwa na change ya uongozi ambao na yenyewe ilikuwa inakuja na kujenga misingi ambayo pengine ni katika kurekebisha tulivyokuwa tunaenda, maadili ya kibiashara, namna tunavyolipa kodi zetu, namna tunavyoweza kusema kwamba nimetumia kitu hiki. Kwa hiyo unakuta kwamba katika mazingira kama hayo, wengine walikuwa wamepata tu hofu, wakakimbia, wakatelekeza hata viwanda. Yani ni hofu kwa sababu hawakuzoea. Lakini baada ya mwaka 2016, 17 unaona kwamba ile trend ya biashara sasa iliyokuwa imeshuka imeanza kurudi na kupanda na kuchukua kasi kubwa sana. Na hata ukiwaangalia wenyewe hao wana viwanda au wafanyabiashara, unaona kabisa sasa hivi wanajitambua na wanaona kwamba wanao wajibu wa kufanya biashara ambayo ni biashara halali, biashara nzuri inayoweza kupimika. Na wakati huo serikali na yenyewe inaendelea kuondoa yale masharti au vikwazo ambavyo vilikuwa pengine vinamfanya mfanya biashara asifanye shughuli zake vizuri. Moja ya jambo ambalo lilifanyika katika mwaka huu ni kuondoa zile nasema kodi 54. Ndio. Zilileta mabadiliko kwa kiwango kipi? Uondoaji wa zile kodi, lazima nikueleze tu kweli kwamba kumeleta mabadiliko makubwa sana. Kwa mfano, katika baadhi ya hizo kodi nyingine zilikuwa zinataka, kwa mfano, mvuvi akichukua dagaa wake au samaki wake alikuwa anachajiwa kwa dola ambayo yani kwa kiwango almost $5. Sasa unakuta yeye amepata kitu gani hapo katikati? Hapo anatakiwa tena asafirishe na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unakuta kuna vingine ambavyo vimepunguzwa, lakini kuna kodi nyingine ambazo pengine zilikuwa sio za lazima sana, unakuta tu zipo zinaongeza mzigo usio wa lazima. Kwa hiyo serikali ilichofanya ni kuziangalia kwamba kwanza kodi hii ikiondolewa isilete athari katika mfumo mzima wa upatikanaji wa mapato, lakini wakati wafanye wananchi wajisikie wepesi wa kulipa ile kodi ndogo inayokuwepo, na katika ile kuweza wao kushiriki wenyewe kwa hiari yao. Ina maana kama wanashiriki watu wengi, mnakuwa mmeongeza idadi ya watu ambao wanalipa kodi, wanasaidiana ule mzigo, kwamba badala ya kulipa mmoja mzigo mkubwa, sasa wanasaidiana mzigo mdogo mdogo, na mwisho hiyo tunapata kodi nzuri na kutuwezesha kila mmoja kufanya kazi zake kwa uhuru. Dr. Mtengwa, kodi inatozwa 54 kwa wakati mmoja katika nchi kama Tanzania. Ahueni yake ina faida kwa kiwango gani katika uchumi mpana wa nchi? Kwa sababu inaonekana kuna watu ambao wanapunguziwa baadhi ya mzigo. Inaleta nini, na je, hii imekuwa toshelezi kwenu nyinyi wataalamu ambao mnaangalia mambo ya kibiashara? Kwa spidi ya uchumi wetu tunaenda nayo, punguzo hili au baadhi ya tozo na kodi zilizoondolewa zimeleta tija kubwa kwa maendeleo ya biashara na uchumi. Na ukiangalia baina ya muda huu mfupi, utakuta kuna baadhi ya vijisekta vidogo vidogo. Ndio kwa mfano sekta ya nyama, kuna kiwanda kimoja kimeongezeka kwenye sausage, sausage. Na utakuta katika tozo zilizotolewa kuna tozo za ajabu ajabu zilikuwa kwenye tasmia nzima ya nyama ambazo zimepunguzwa. Kiwanda kidogo kimetokea. Na labda hadi tukifunga bajeti mwakani, vingine viwili vianza vikatokea. Tayari tunaona kuna tija. Na sio tu kwenye sekta hiyo, mama amesema hapa, Mheshimiwa Waziri, hata kwenye uvuvi. Tumeona kuna kwa mfano ziwa Victoria, dagaa peke yake hao, kuna mabadiliko makubwa, wameachwa kukaushwa kwa jua, wanakaangwa. Wanazidi kusonga mbele, hawana mchanga. Lakini yote kupunguzwa kwa tozo kumeleta, tunasema kumeleta, kwa Kiswahili, kwa Kiingereza wanasema innovation, kwa Kiswahili tumende neno gani? Ubunifu. Unaona, kwa sababu kumewapa watu uhuru wa kufikiria biashara yao kwa kutofikiria kodi kwanza. Maana kwanza tulikuwa tunafikiria kodi, lakini sasa hivi tunafikiria biashara alafu baadaye ndo tunalipa kodi. Haya ni maendeleo makubwa, na kumbuka uchumi wetu tunaanza kuujenga chini, kati hadi juu. Hawa tunaona wadogo ndo kesho watakuwa wakubwa. Kwa hiyo kwa jicho lako unaamini serikali imefanya vya kutosha, ama tunaweza kuangalia tena namna kumpunguzia mzigo mwingine huyu mfanyabiashara? Hadi analysis ifanyike, unaona, kwamba tupunguze nini, lakini vile vile katika kupunguza hapa tumefaidika nini kabla tujasema tupunguze, unaona. Ila kwa mwangalio wa haraka uliokuwepo wa observation, yani wa kuangalia kwa vitendo, kwamba tayari inaridhisha tulipofikia, unaona, kwa sababu tusikae na sehemu moja tu. Inaridhisha kwa hapa, tuangalie na penginepo na kwenyewe
kuna nini kipunguzwe ili nini kiongezeke. Okay, Bwana Edward John, nyie ndo mpo kwenye mambo ya forodha kule. Mwaka 2019 kwa upande wenu, mambo yamekuwa ni mazuri ama bado kuna kadhia? Kwanza kabisa tunamshukuru Mungu kwa sababu tuna uzima. Hilo ni jambo zuri jema la kwanza. La pili, tunamshukuru Mungu kwa sababu tunauona huu mwaka umekuwa ni mwaka mzuri wa kutupatia platform ya dialogues na serikali. Haswa nichukue nafasi hii pekee kumshukuru naibu waziri wetu wa viwanda na biashara, Engineer Mama Stella. Ni kwamba tumekuwa naye karibu kwenye mambo mengi, tukiwa na jambo ambalo tunaona kwamba hili jambo tunaweza tukalipenyeza kwa kupitia Wizara ya Viwanda na Biashara. Tumekuwa na ukaribu naye na ametupa ushirikiano mkubwa sana. Sekta ambayo mimi niko ni sekta ya logistics, ni sekta ya uchukuzi ambayo nafikiri ndio uti wa mgongo wa viwanda na biashara, kwa sababu tuna corridor kubwa sana Dar es Salaam Port ambayo ndio bidhaa nyingi zinakuja. Na kwenye sekta hii unakuta kwamba yule mwenye kiwanda, ile bei yake ya mwisho ya kudetermine kwamba sasa hivi huu mkate nitauza shilingi ngapi, waga inakuwa determined na costs of doing business, gharama za ufanyaji biashara, ikiwemo gharama za uchukuzi, ikiwemo gharama za tozo za kodi za ndani, ikiwemo gharama za mamlaka za bandari na vitu kama vile. Tunashukuru kwamba kwa mwaka huu tumekutana na changamoto ambazo ni sehemu ya biashara kwenye tasnia yetu, lakini tumeona milango ya kufunguka. Tumeweza kupata fursa ya kukaa chini na mawaziri 16 tukawaeleza changamoto zilizopo kwenye biashara zetu. Tumepata fursa ya kukaa na waziri mkuu kama sekta ya wafanyabiashara pale kwenye ule ukumbi wa Anatoglo, na tukaeleza changamoto zilizopo, na tuna imani na serikali ya awamu ya 5 kwa sababu lengo la serikali ni kuivusha Tanzania kutoka ilipokuwa kwenda kwenye uchumi ulio imara wa kujitegemea wa viwanda na biashara. Na sisi kama watu wa sekta ya uchukuzi tutajitahidi kuendelea kuchangia mawazo kuhakikisha kwamba tunaifanya bandari yetu hii inakuwa ni bandari yenye gharama nafuu, ili mwisho wa siku unafuu ule wa kwenye gharama za uondoshaji wa mizigo, kwenye gharama za kodi, kwenye gharama za uchukuzi, ukawa ni manufaa kwa mlaji wa mwisho wa bidhaa itakayotoka kiwandani Tanzania. Kwa hiyo kwa maneno yako ni kwamba mwaka 2019 unaweza ukawa ni mwaka ambao mmepata fursa sana ya kujadili shida na kadhia ambazo zilikuwa zinawakumba. Mmepiga hatua sasa kwa kiwango kipi? Hatua ya kwanza ambayo tuliopiga, na nikasema ushuhuda ni wa leo. Mimi kabla ya kuja hapa kwako leo asubuhi, tulialikwa kama wadau wa sekta binafsi kwa ajili ya kutoa maoni yetu kwenye mfumo na muundo mpya wa chombo kinachoitwa Tanzania National Business Council. Chombo hichi mwenyekiti wake ni Mheshimiwa Rais, na chombo hichi kina ngazi ya wilaya, mkoa mpaka taifa. Lakini chombo hichi vile vile pia ni platform nzuri ya watu wa sekta binafsi kuweza kupeleka maoni yao kwa yapi ambao wanayataka yaboreshwe kwenye ule mfumo wa uendeshaji wa ile council, ambao kwamba utakokuwa na tija kwenye uchumi wa Tanzania, utakokuwa na tija kwenye sera za serikali ya awamu ya 5, especially kwenye hili swala la viwanda na biashara. Kwa hiyo hilo ni moja hapo ya jambo ambalo tunaweza kusema is a positive achievement. Mwaka jana hatukupata hii fursa, mwaka juzi hatukupata hii fursa, lakini mwaka huu tumeipata. Na tuna imani kwamba kwa utaalamu tuliko nao na nia njema ya kuhakikisha kwamba Tanzania inakwenda kwenye uchumi wa viwanda na biashara, tutatoa maoni yetu, na tupo kwenye serikali sikivu sasa hivi. Tuna imani kwamba tutegemee mazuri. Naibu waziri, msikia Rais wa TAFA namna ambavyo anaeleza kwamba kuna mabadiliko ambayo yanaonekana. Mmefanya vikao vingi sana na mmeenda mikoa mingi sana, mmekutana na wafanyabiashara mbalimbali. Lakini bado kumekuwa kuna vilio ambavyo vinajirudia kwamba kuna vitu ambavyo wanavifikisha lakini kufanyiwa kazi na chelewa. Huu uchelewaji na ucheleweshwaji wa baadhi ya hatua, amuoni kwamba bado unaendelea kuweka dosari katika kufikia malengo makubwa na mapana ya biashara kuwa rahisi zaidi? Asante sana. Labda niseme tu kwamba kwanza nashukuru kwa sekta binafsi kutambua kwamba kuna jitihada inayofanyika, lakini niseme tu kwamba duniani mahali popote pale ukishasikia kitu kinachoitwa serikali, maana yake ni kiritimba. Yaani maana yake ni kiritimba. Lakini sasa kinachofanyika ni nini?
ni kupunguza kwa kiwango kikubwa sana ule ukiritimba. Usiwe sasa ni ukiritimba ambao hauna tija. Serikali ibakie kuwa na ukiritimba wenye tija kwa wananchi wake. Ndio tunachokifanya, kwa sababu ukiritimba mwingine ulikuwa unasababishwa labda na sisi watendaji, viongozi, ambao ulikuwa ni ukiritimba usio lazima. Ukiritimba tunaotaka wa serikali ni kwamba sheria ikiwekwa kwa ajili ya jambo fulani ambalo wote tumekubaliana nalo, basi zifuatwe na hatimaye tuweze kupata mapato ya kuwasaidia hawa wananchi wetu kwa ujumla. Kwa hiyo niseme tu kwamba si rahisi kwamba vyote, yani siku moja tu utaamka nasema sasa hakuna kinachoendelea, hakuna tatizo tena. Hapana, kwa sababu kuna binadamu wako kwenye serikali, lakini vile vile kuna sheria ambazo nyingine ukiangalia upande mmoja unaona kwamba ni inamnyanyasa, labda inamtesa huyu mfanyabiashara au mwekezaji, lakini ukiangalia upande wa pili inalinda maslahi fulani. Kwa hiyo kuna wakati sheria unakuta kwamba hata kama ungetamani iwe hivi, lakini inachukua hatua za kukinga baadhi ya mambo ambayo yanaweza yakajitokeza na yakaleta changamoto. Kwa hiyo mimi naloliona ni kwamba vikao ni kweli tumeendelea kuvifanya vizuri, tunazungumza, lakini sasa mimi kama kila wakati mimi najitambulisha kama mfanyabiashara au mwanaviwanda, mwekezaji, ndio timu yangu. Tunachosema ni kwamba tuzidi kuona kwamba kila kikao kinachokaa angalau basi kitoke hata na matokeo, hata kama ni moja ya kile ambacho tumekaa. Isiwe kwamba tukawa na mfululizo wa kukaa kufahamiana halafu matokeo yanakuwa hayaonekani. Na ili hii sekta binafsi au sekta, kwa sababu kwa Tanzania na sehemu nyingi sasa hivi duniani, sekta binafsi ndio injini ya kufanya biashara na ya ukuaji wa uchumi. Na serikali yenyewe kazi yake, wajibu wake ni kuhudumia, kutoa huduma kwa hiyo sekta binafsi ili iweze kufanya kazi zake vizuri. Sasa kwa misingi hiyo, lakini tuna mwananchi ambaye yeye hajakaa kwenye nafasi labda ya moja kwa moja kama sekta binafsi, huyu mfanyabiashara tunamuita mara mwanaushirika, mara mkulima, mara nani, yupo na yeye kwenye hii system. Kwa hiyo unakuta hata huyu anayefanya biashara au anayewekeza kwenye kiwanda anamtegemea sana huyu mwananchi wa kawaida ambaye yeye pengine hata kwenye vikao vyetu hafiki, yuko huko. Nyie mnapanga hapa kujenga kiwanda cha kuchenjua, cha kutengeneza, kuchakata korosho au chai, yeye amemwacha huko, hamjamgusa. Inafika mahali mnachukua mikopo yenu, mnajenga kiwanda chenu, mnataka sasa majani ya chai au korosho za kuchakata. Mkulima yeye amejikalia zake, anakuletea kile ambacho amekifanya kidogo, matokeo yake unakosa ile productivity, yani kupata tija katika ule uzalishaji. Kwa hiyo ili tuweze kufanikiwa ni lazima mfumo mzima ufanye kazi kama bila kukatika mahali. Kama kuna naye husika katika kuhakikisha kwamba hawa wakulima waweze kutoa mazao bora, waweze kuzalisha kwa tija katika heka yake moja, basi lazima tumwangalie. Tusiseme tu kwamba huyu mkulima mwanaushirika ataendelea mwenyewe, wekeni mbolea mtaendelea wenyewe. Huyu mwenye kiwanda naye anasema kwamba nangoja hapa majani ya chai yatakuja au korosho zitakuja. Halafu tunakuja kuulizana mwishoni kiwanda hakifanyi kazi. Kwa hiyo kuna mahali ambapo sisi kama serikali tunao wajibu wa kufanya kazi kama sekta binafsi, yani kuwajibika kama inavyowajibika sekta binafsi. Na tunaona mfano wa Mheshimiwa Rais wetu anavyokuwa na maamuzi pale anapoona kuna jambo ambalo halijakaa sawa, analitolea maamuzi kwa wakati. Kwa hiyo hata sisi tuliokaa kwenye hivi viti, changamoto ya hili subiri kwanza, au najua litakaliwa kikao, ngoja kwanza tutaunda tume, ngoja kwanza, unakuta inachukua pengine mlolongo mrefu sana, kiasi kwamba hata mnapofika kufanya maamuzi kile kitu kilishapitwa na wakati. Sasa sisi hilo kwenye serikali tumeshaliona, na ndio maana unaona kwamba kuna jitihada kubwa ya kujaribu kuwafuatilia wa private sector, lakini kujifunza wao wanafanyaje kazi zao ili na sisi turekebishe kwetu. Kwa hiyo itafikia mahali serikali itakuwa inafanya kazi kama private sector, kujitambua na kujua wajibu wake katika kuihudumia sekta binafsi ili sasa uchumi wa nchi uweze kukua. Kuna wakati biashara nyingi zilikuwa zinafungwa na hata mwaka huu pia kuna wakati ilitokea hiyo katika baadhi ya mikoa, watu wakawa wanalalamika. Nyie kama wizara na wewe kama naibu waziri, unapoona biashara zinafungwa, huwa unakuwa katika wakati gani? Naumwa sana, yaani naumwa, kwa sababu mimi ninachotamani kuiona biashara inazaliwa, inakuwa na iwe endelevu. Yaani lile neno kufa sitaki kulisikia, japo na yenyewe biashara
ina tabia za kibinadamu, ina nafasi ya kufa, hasa inavyotokea hata yule mwendeshaji wake naye pengine anayumba, unakuta hata umri pengine unamkataa tena kufanya zile shughuli au anaumwa. Kwa hiyo biashara hasa za Kitanzania mpaka sasa bado zipo katika ile sura ya uchanga. Sura ya uchanga kwa misingi kwamba nyingi zinaendeshwa kwa kutumia mameneja ambao ni wanafamilia. Yani mimi hapa kama mimi ndo mwenyewe mkurugenzi, mimi ndo yani mwekezaji, kila kitu, mhasibu mimi mwenyewe. Kwa hiyo siku ikitokea mimi nimetetereka, unakuta ile biashara inaishia hapo hapo. Kwa sababu hata ile kuwekeza katika namna ya kurithishana, namna labda pengine ya kutoa ajira kwa watu wengine. Kwa mfano sasa hivi tuna wasomi wengi tu, badala ya kumchukua hata mtu mmoja aweze kuja kuendesha ile biashara akusaidie, na wewe mwenyewe unakuwepo kwa mbali, lakini tunapenda kuikumbatia ile biashara kama mimi mwenyewe. Kwa hiyo ikitokea kuna mtikisiko kidogo tu unaomhusu yule ambaye ndo tunaita owner managers, ina maana ile biashara lazima itayumba. Kwa hiyo kadiri tunavyoendelea unakuta sasa uelewa wa watu umeanza kuongezeka, wanaanza sasa kuajiri watu, wanaanza kuzifuatilia, wanaanza sasa kufuata taratibu zile za uendeshaji wa makampuni na biashara kwa ujumla. Kwa hiyo mimi nasema kwamba tuko safarini, lakini kwa kweli mimi napata matumaini makubwa, hasa baada ya ziara nilizozifanya mikoani hivi karibuni. Nakuta unaenda maeneo kama kule Roli ya kule Sota, kijiji fulani kiko Sota kule Ziwani, unakuta kuna mwekezaji amewekeza kule kiwanda chake cha kutengeneza mabarafu, lakini nilipomuuliza wewe mpaka umewekeza hivi, sawa, elimu yako ni kiasi gani? Mama mimi darasa la 7 tu. Lakini darasa la 7 tu, lakini amewekeza kiwanda chenye mtaji karibu milioni 250. Yuko pale tukakuta na matatizo ya umeme na nini, kwa hiyo tuko kwenye kumsaidia ili aweze kukua. Kwa hiyo sisi wajibu wetu ni kuondoa hizi changamoto za hao, lakini na watu wasikati tamaa. Wanapokumbana na changamoto, asikimbilie kufunga biashara yake, aje atafute ushauri kwetu sisi kama wizara, lakini kwa wataalamu mbalimbali. Na ndio maana tumeanzisha sasa kitu kinachoitwa business clinics, yani kama zahanati za kibiashara, kwa sababu kuna watu kweli wanapata changamoto mpaka anaamua kuifunga ile biashara. Lakini wakati huu tumeongea na tunaomba pia ndugu zetu wa kodi, lengo ni jema, kukusanya kodi, lakini wakati mwingine katika baadhi ya hatua tunazozichukua katika kukusanya kodi unakuta zimetengeneza kikwazo kwa yule mfanyabiashara, anakimbia. Kwa hiyo mfanyabiashara asionekane kama mwizi. Mfanyabiashara aonekane kama ni sawa na mbegu yako ya kukuletea mapato kwenye kisima chetu sisi, kwenye ghala letu la hazina, sio? Kwa hiyo lazima tuwalee, lazima tuwasaidie ili waweze kukua na baadaye waweze kuchangia zaidi. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo sasa mara nyingi tunakaa pamoja kuelimishana sasa, ili kila mtu ajisikie kwamba anakuwa na uhuru wa kujieleza kama kuna tatizo, lakini vile vile kuweza kusaidiwa na yeye mwenyewe kuchangia kwa hiari, kwa kujitambua kwamba anao wajibu wa kuchangia katika huo mfuko wetu wa kodi. Edward, kwenye hili la biashara kufa, kilio kikubwa kimekuwa ni kodi. Kuna wengine wamesambaratika hapo kwa sababu ya kodi. Kuna wengine ambao walikuwa na hayo malimbikizo mengi ya kodi. Sasa anakuja mtu anaambiwa kwamba unatakiwa ulipe, anasema hapana, amekimbia. Kwa upande wenu nyie, hili limekaa vipi na namna gani mmeweza kusurvive na hatimaye bado mpo na mnasema kwamba sasa serikali inaendelea kuwapa ushirikiano? Swala la kufunga kwa biashara waga linatokana kwanza kabisa na uoga. Kabla ya mambo mengine yote ni ya uoga, kwa sababu mimi ninavyofahamu na taratibu za kodi zilivyo, hakuna mtu anayefungiwa biashara kwa ajili ya kulipa kodi, yani haipaswi. Kuna baadhi ya watendaji walikuja na mihemuko ya kufungia watu biashara kinyume na taratibu ambazo Mheshimiwa Rais anazitaka, lakini utaratibu wa kodi duniani ni kwanza kujenga daraja la urafiki baina ya mlipa kodi na mkusanya kodi. Hilo ndio la msingi la kwanza. Pili, ni jukumu la mkusanya kodi kutoa elimu kwa umma, kuwaelimisha watu, kuwakumbusha watu kwamba kuna swala la kodi na kuna kodi za viwango mbalimbali. Mimi ninaona wengi wa Tanzania walikosa hii elimu ya kuweza kujua taratibu za kodi, za kuweza kujipanga ili kuonyesha mtaji wako uko wapi, faida iko wapi, changamoto ziko wapi na kodi uliyolipa iko wapi.
Elimu hii hapa katikati imeanza kutolewa vizuri na mamlaka ya mapato, wametembea mikoani, wametembea sehemu mbalimbali kuwarudishia imani wa Tanzania. Unajua Mtanzania mtu alichokuwa anaogopa kwamba hofu yangu nikifunga hii biashara na kile kidogo kilichobaki kwenye ule mtaji pia nacho kitamezwa. Lakini kuna utaratibu mzuri tu uliopo wa kukubaliana wewe na mamlaka ya mapato kwamba kweli ninakiri nina kodi nadaiwa milioni 10. Kwa uwezo nilioko nao na hali ya biashara ilivyo, naweza nikalipa milioni 2. Lakini naandika barua ya commitment ya hizi zilizobaki nitazilipa kwa awamu, kila mwezi nitakuwa nalipa shilingi 300,000. Na ni makubaliano, ni maridhiano ambaye ninashukuru kwenye kile kikao cha Mheshimiwa Rais na wafanyabiashara alisisitiza hilo. Kwa sababu unakuta utakuja kupoteza vyote. Utapoteza biashara ya yule mtu imefungwa, vile vile pia utapoteza na kodi ambayo pia utakuwa hujaikusanya. Ukimfungia mtu biashara, ina maana moja kwa moja umemzuia asipate pato la kulipa ile kodi ya limbikizo ambalo alilokuwa ameweka. Pia kwa nafasi hii nichukue nafasi kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kufuta yale malimbikizo. Zamani kodi ulikuwa unadaiwa kuna arrears, interests zilikuwa zinajitokeza. Nazo zile zilikuwa ni changamoto. Kuna baadhi ya interest ambazo zilivuka lile deni lenyewe. Mimi nadaiwa milioni 5, interest milioni 7. Kwani inakuwa ni mara mbili. Lakini Mheshimiwa Rais aliliona hilo, akaona kwamba hii ni burden ambayo ipo ndani ya uwezo wake wa kuwaruhusu mamlaka ya mapato kuwafutia watu walifutiwa na kodi ilikusanywa vizuri kabisa. Kwa nina imani kubwa sana kwamba haya mambo ni majadiliano ya two-way traffic baina ya taasisi za serikali na wafanyabiashara wa sekta binafsi, lakini pia ni kwenye mazingira kuangalia on a win-win situation kwamba hawa washinde na hawa wapate ili tuweze kwenda pamoja. Dr. Mtengwa, nyinyi ndo wataalamu wa mambo haya ya kibiashara. Tunapofikia hatua hii, biashara zinafungwa, katika nafasi yenu mnafanya nini ili kunusuru na kuwarudisha tena wafanyabiashara katika kile ambacho walikuwa wanakifanya, na pia serikali iendelee tena kukusanya kodi na maisha mengine yaweze kuendelea? Cha kwanza kinachofanyika ni elimu kwa umma. Nishawahi kuhudhuria makongamano mawili ya nikatoa elimu, na elimu ya kwanza kabisa ni kumwambia mfanyabiashara biashara yako uiweke kwenye makundi matatu. Kundi la kwanza, biashara je inaleta, unaweza kupata ile tunasema cash flow. Japokuwa utakuwa huna faida, lakini marejesho mawili matatu ya serikali unayamiti, na wewe kama mfanyabiashara usisubiri faida, jiwekee mshahara. Maisha yako unaendesha kwa kiasi gani? Maisha yako labda unaendesha kwa milioni 1 kwa mwezi, basi jilipe mshahara wa 300,000, wa 500,000 au 6, nyingine utatafuta kipato cha ziada nje ya biashara yako. La pili, ukishakupata kwa maana hiyo sasa utapata mwendelezo wa biashara, kwamba utakuwa unaweka cash flow naendelea, and then utapata stage ya pili, utakuwa una grow sasa ku grow hata yale majukumu mengine ya serikali ambayo uliomba wakusamee. Naona kwa mfano kama sasa hivi unaambiwa fanya biashara, baadaye utakuja kulipa kodi, kwa sababu serikali inakutaka ukae kwenye stage ya cash flow. And then unakuja sasa ku grow. Hapa tunaamini kabisa utaweza kulipa majukumu yote ya serikali. Unaona, hata kama mshahara chako ndani ya biashara kataweza kusonga. Ni elimu hiyo tunatoa. Baadaye kwamba ukishakukaa hapo vizuri utafikia stage unapata faida sasa. Labda ulikutega faida 5%, utaitega tena 10% hadi 12%. Unaona? Sasa hapo ushakuwa sustainable. Ushakufika hapa sasa ndio utakwambia sasa hapa kuna mawili. Ukifanya mchezo kuna competition tena huko. Si tena usilaumu sera na kanuni za serikali. Serikali ishakupa platform ya kutengeneza cash flow. Fanya biashara, ingia, utakuja kulipa kodi. Kanuni ya cash flow ishakuweka hapa sasa, unatengeneza profit, utapambana mwenyewe hapa. Ila kumbuka kuna kuanguka na kupata. Ila base kwamba labda barriers zimetokana na procedures na kanuni za serikali, hakuna kabisa. Ibaki wewe na behavior zako. Sasa hiyo ni elimu nyingine, personal finance and personal behavior toward biashara yako. Hiyo ni elimu nyingine sasa. Lakini kwa elimu kutoka mlipa kodi, elimu ya kuthamini biashara yako ndio kazi yako ya msingi uliokuwa nayo. Elimu ya kuthamini grow na stage ya kukua ni elimu ambazo tunazitoa kwa wafanya biashara. Na wengi wako wale tu approach tumewaelimisha hivyo, na tunaona
Nimkuta mtu mmoja Geita na deni kubwa, nikamwelimisha, nikamwambia deni kitu cha kawaida, pambana, enda hapa, unatumia milioni ngapi kwa mwezi? Milioni 100. Unaweza kuigenerate na generate hiyo. Zamani kwa kutengeneza faida ya bilioni, ambia achana na hiyo. Generate cash flow. Kaenda juzi anipigia simu, bwana daktari anaendelea vizuri. Sasa tunatoa hizo elimu. Tunatoa hizo elimu. Kwa zinaleta ahueni. Naibu Waziri, moja ya jambo ambalo Waziri Mkuu linaonekana limemgusa ni kutaka kuona Kariakoo inarudi kuwa kama kitovu cha biashara katika ukanda wa Afrika Mashariki. Tulikuwa tukifanya vizuri sana, na ukiingia Kariakoo ulikuwa unakutana na Waganda, wa Kenya, Wanyarwanda, wa Komoro, wote wanakuja kuchukua bidhaa hapa. Lakini sasa inaonekana watu wameanza kukimbilia katika nchi jirani kufanya manunuzi. Shida yetu ni nini, na tushapiga hatua kiwango gani kurudisha heshima ya Kariakoo? Ni kweli hiyo jitihada Mheshimiwa Waziri Mkuu ameishikilia, na kwa uzoefu wangu hajawahi kushindwa. Kwa hiyo naamini lipo katika misingi ya namna gani linapata ufumbuzi ulio sahihi na utakao kuwa endelevu. Niseme tu kwamba kimsingi Kariakoo kama unavyosema ilikuwa ni kitovu. Kwa sababu kwa mfano hizi nchi zinazotuzunguka, nchi 8, nyingi zimekuwa zenyewe hazina uwezekano wa kufikia kwenye bahari. Sasa unakuta kwa misingi hiyo wao wamekuwa wakitegemea sana bandari ya Dar es Salaam. Wakipata mizigo yao ndio waweze kwenda huko. Lakini kumbuke kwamba kila binadamu anawaza leo maisha yangu yanakuaje, kesho yatakuaje. Na wivu upo, wivu ule wa mafanikio. Kwamba nafanya vipi mimi niweze kumshinda huyu. Na sio kama ambavyo yeye yupo kila siku. Kwa hiyo hata kama tutatengeneza haya mahusiano makubwa kabisa ya kibiashara baina ya nchi na nchi, wote tunasema kwamba labda tuna nchi za SADC, tuna nchi za Afrika Mashariki, lakini ujue kwamba ile kitu kwamba mimi ni nani, yani mimi ni Tanzania au mimi ni Zambia, mimi ni nani, hilo jambo sio kwamba litakufa kabisa, bado liko pale pale. Sasa ndio maana unakuta kwamba katika baadhi ya taratibu labda tunapoziweka, unaweka ukiwa na nia njema, lakini unajikuta imekuwa ni kila, yani imekuwa imeua kitu fulani. Sasa tuna sheria ambazo kwa mfano hizi sheria za kimataifa za World Trade Organization, hizi za kimataifa ambazo zinaruhusu kufanya biashara na wewe ambaye uko kwenye fursa, kwa mfano uko jirani na bandari, uko una bandari, usizuie biashara ya mwenzako kupita kwako kwenda kule, ili mradi afuate zile taratibu za kisheria zinazohusika, sio? Kwa hiyo kwa misingi unakuta kwamba kuna mizigo ambayo inapita Tanzania kwenda nchi jirani ambazo hazitakiwi kulipa kodi kwa misingi kwamba iko safarini kuelekea kodi atalipia huko kwake. Sasa ikishapita vile, bado yule anayepokea mizigo yake anawaza, sasa hawa watu wangu mbona vitu wanaenda kuchukua tena wanachukulia pale, kwa nini tusichukue kule moja kwa moja? Wanaambia bwana, sisi tukifika pale bandarini pale Dar es Salaam tunalipa hiki na hiki na hiki, kwa hiyo sasa bora sisi tuwe tunachukulia moja kwa moja huko. Kwa hiyo unakuta ikipita kule wanaishusha tena kodi, kiasi kwamba unakuta bidhaa zao zinakuwa ziko bei ya chini kuliko hata ile ambayo ni bei iliyokuwepo wapi, Kariakoo. Halafu mbaya zaidi sasa, wakishashusha vimefikia vipi, wanazirudisha tena kinyume nyume kuja huko, hasa maeneo ya mpakani ndio yana hizo tabia sana. Kwa hiyo ndio maana unakuta kwamba yale tunayotaka kuyafanya huwezi kuyafikia maamuzi ya papo kwa hapo. Kuna vitu vingi vya kufanyia analysis ili mnapofanya yale maamuzi yenu yaweze kuwa ni endelevu, isiwe leo unasema hili kesho nageuza hili, inakuwa ni changamoto. Lakini kuna jambo jingine pia ni jitihada hizi za kulinda viwanda vya ndani. Tuna viwanda ambavyo vinaendelea kuwekezwa nchini, na kazi ya kuwekeza kiwanda sio kazi ndogo, ni kazi kubwa. Kwa hiyo unakuta kwamba ili tuweze kufikia huko, na wengi wakiona kwamba kuwekeza kiwanda inakuwa ni ugumu, anaishia kusema si bora niagize. Matokeo yake anakuwa ni mtumwa wa kuagiza kila siku bidhaa nje bila kutengeneza, kuzalisha yeye mwenyewe. Anakosa ajira, anakosa mambo chungu mbovu. Sasa kwa misingi kama hiyo unakuta kwamba unaweza ukafungulia ukaleta bidhaa nyingi sana kwenye nchi yako zikazagaa, tena kwa bei ya kutupa kabisa. Kwa sababu kadiri unavyonunua wewe kule unamwezesha yeye, wewe mwenyewe unakuwa tu ni mnunuzi. Hasa kwa mazingira kama hayo, na yenyewe ni lazima ya kuangaliwa. Matokeo yake tunaweka kodi ili kuvilinda vile viwanda vya ndani. Na hapa tunasema sasa seriously, katika zile jitihada ambazo tunakuwa tumezichukua kwa ajili ya kulinda hivi viwanda ambavyo vinazalisha ndani,
ikiwemo nguo, nondo, vitu gani sijui. Wale wanaokuwa ni wanufaika wa hizo fursa lazima waziheshimu, lazima waziheshimu. Sababu unakuta mwingine tunasema tunalinda hii bidhaa yake, lakini yeye mwenyewe ndo anaingia tena kwenye lile kundi la watu wanaoenda kuagiza nje. Tena anafanya mahusiano mpaka anaweka na lebo kabisa made in Tanzania, kumbe alikozalisha wala sio Tanzania. Huu mchezo sio mzuri. Tukigundua tutakula nao sambamba. Hilo hatulitaki, lakini kimsingi Kariakoo kuna siku tunaamini itasimama, kwa sababu sasa hivi tunaongea na wale wafanyabiashara, wanatuelimisha, wanatufahamisha nini kinachoendelea na vitu gani, lakini pia hata kuboresha ile mazingira yenyewe ya kufanyia biashara. Yote hayo Kariakoo haiwezi kufa kwa sababu ilishakuwepo miaka nenda rudi, na mpaka leo bado imekuwa ni tegemeo la nchi na hata wa nchi jirani. Lakini kuna hayo mapungufu machache ambayo tunayafanyia kazi ili iweze kurudi kwenye nafasi yake. Edward, kile ambacho kinatajwa kama kuzorota kwa Kariakoo kina athari yoyote kwa upande wenu? Ni kweli, kwetu ni athari kubwa sana, kwa sababu mizigo ilikuwa inakuja Kariakoo ilikuwa inapita bandari ya Dar es Salaam, na sisi kama wadau wakubwa wa uchukuzi especially kwenye wanachama wetu ambao ni mawakala wa forodha, kuna kipande cha riziki wamekipoteza kwa sababu mbalimbali. Lazima tuwe wa kweli. Moja, pia Kariakoo ilifikia mahali ikawa lauzi kidogo kwenye masuala ya kuhifadhi na kuheshimu kodi za kitaifa. Baadhi ya wafanyabiashara walikuwa sio waaminifu, lakini pili ni cost. Cost iliongezeka. Cost imeongezeka kivipi? Cost waga inasababishwa na vitu vingi. Kama nilivyokufahamisha, tupo kwenye mchakato saizi wa kuboresha bandari yetu. Serikali imekopa takribani dola milioni 450 kwa ajili ya kuiboresha bandari, kuongeza vina vya berth namba 1 mpaka namba 7 na upanuzi wa channel, lango kule la bandari, ili liweze kuruhusu meli kubwa kuja. Kwenye kipindi hiki kuna changamoto nyingi ambazo zimejitokeza kutoka mradi mwanzo mwaka 2017. Kuna changamoto ya meli kuingia na kupaki, kuna changamoto ya wafanyabiashara kuruhusiwa mizigo yao kwenda nje ya bandari kavu ambazo wanaamini kwamba zile bandari kavu zitawapatia mazingira rahisi na mazuri ya kibiashara. Kwa mfano, mzigo ukija pale bandarini unaweza ukawa umekubaliana na mwenye bandari kavu. Pale bandarini mzigo unapewa siku 7 za bure za kuweza kutoa. Lakini changamoto zinazojitokeza saa nyingine, zile siku 7 hata kabla hazijakwisha unakuta kwamba kuna taratibu zingine hujazimaliza. Changamoto nyingine inayokuja kutokana na ujenzi unaoendelea na mizigo kulundikana bandarini, meli zinakaa nje siku 15, siku 20. Changamoto ambayo inajitokeza, huruhusiwi kupeleka mzigo wako kwenye bandari kavu ambayo umekubaliana nayo. Kwenye zile bandari kavu ndiko tunakopunguza cost of doing business. Kwa sababu ya ushindani wa kibiashara, bandari kavu ziko nyingi. Unakuta kwamba bandari kavu ukimwahidi kwa mwaka mmoja nitakuwa na container 100, na zote zikija bandarini zitakuwa zinakuja kwako, naye pia anakuahidi, ndio nakwambia win situation. Mimi ukinipa huu mzigo mwaka mzima, nitakuahidi kukupa siku 14 bure, ili uweze kuondosha mzigo wako kwa wakati na ujipange pia kifedha kuweza kukabiliana na gharama zingine za kiserikali. Unakuta hizo hafueni ndogo ndogo nazo pia zimechangia wafanyabiashara wa Kariakoo kuwa demoralized na kuweza kufanya nini, na kuweza kuto sustain kusimama kwao kwenye uagizaji. Lakini pia changamoto nyingine ambayo wanayokutana nayo ni kama aliyosema mheshimiwa waziri, ni kwamba mzigo, unajua soko letu la Afrika Mashariki linafanana. Yaani ukimwona mwagizaji wa yebo hapa Tanzania, basi utamkuta Nairobi yupo Kenya, utamkuta Rwanda yupo, utamkuta Uganda yupo, na kila mahali. Kwa hiyo soko hili lilikuwa sana kwa sababu ilikuwa mzigo unapoingia hapa umempunguzia yule Mganda kwenda China kufunga oda, kusubiri mwezi mzima kuja kusafirisha. Akija hapa anaingiza fuso Kariakoo, anapakia mzigo wake wanakwenda. Lakini sasa hivi kutokana na changamoto zilizokuwepo, sasa hivi kuna baadhi ya nchi ambazo zimechukua fursa. Nitakupa mfano wa nchi kama vile Rwanda. Rwanda wamejenga facility ya dry port karibia na boda ya Goma. A very beautiful facility. Facility ile pale itakuwa inatoa
fursa ya kitu kinachoitwa Freeport Zone. Freeport Zone ni kwamba wanawaruhusu wale wafanyabiashara wa DRC especially Eastern Congo waagize mizigo yao, itapita bandari ya Dar es Salaam, itakuja mpaka Rwanda itaenda kwenye ile facility pale, wataruhusiwa kukaa pale zaidi ya siku 30 bila gharama yoyote wakati wanatafuta soko. Hivi ndivyo pia bandari ya Dubai inavyofanya, Freeport Zone. Ndivyo pia bandari ya Mauritius. Tena Mauritius, it's very interesting. Ni kanchi kadogo, kana uchumi wa utalii, miwa kidogo na bandari. Lakini kwa sababu wamejiwekea sera nzuri za kukuruhusu lete mzigo ukae bandarini siku 30 wakati wewe unatafuta soko. Kwa hiyo wametenga maeneo maalum. Nina imani kwamba tukiwa tunashirikiana private sector na serikali, tukapeleka haya mawazo kwa wenzetu, tukajitahidi ku learn from the best practice, haya yote yatawezekana pia kufanyika Tanzania, tena kwenye kiwango cha juu kuliko nchi nyingine yote. Lakini hivi ndivyo nchi vidogo vidogo vinajaribu, lakini vinaweza na vinaimarika kiuchumi. Ukiongelea Mauritius, kwenye currency exchange rate na US dollars, wao wanaongea 2 digits. Dola moja ni rupia 39 za Mauritius. Sisi tu kwenye digits 4. Lakini ni vitu vidogo vidogo vya sera zikirekebishwa, ushirikishaji wa private sector, fursa za kibiashara, milango kufunguka na uwepesi wa watu kufanya biashara. I would like to share this, na pia nimeongea na waziri amelichukulia very positive. Lazima tuwe na mfumo ambao ni mfumo wa single window. Okay. Mfumo ambao utakayemrahisishia mwekezaji akitaka kupata leseni ya biashara iambatane na leseni nyingine zote. Yaani unakuwa unapeleka ombi lako kwenye dirisha moja kwenye mtandao wa serikali, labda utakuwa unavyoenda na biashara, wanaita electronic single window system, ambako pale mle ndani zile government entities nyingine ambazo hazipo kwenye ile wizara lakini zinatija au zina maslahi kwenye biashara ya mwekezaji anataka kuja kuiweka, automatically ziwe zinapata nazo information na zinamsupport huyu mwekezaji ili kwamba hawezi kwenda smoothly, alipe tozo zake zote kwa wakati mmoja. Mimi nina uhakika kabisa mfumo huo ukiwepo, procedure tu za kupata leseni ya biashara na leseni ya taasisi zingine mbalimbali hautazidi masaa 48. Okay. Ndivyo wanavyofanya Mauritius, ndivyo wameiga Rwanda, ku centralize zile government entities pamoja. Mtu anaomba ombi lake hapa, anapata huduma kwa wengine wote kwa pamoja kwa wakati mmoja. Kwa hiyo maisha yanakuwa yamekwenda haraka sana kwa katika sekta ya uwekezaji. Kitaalamu wanasema you easen the costs of doing business. Maana moja hapo ya cost ya kufanya biashara ni time. Yeah. Nikienda huku ni kama siku 14, nije huku nikae siku 15 mpaka nakuja kufikia kutaka kuanza biashara yangu ni miezi 3, miezi 4, 5, 6 na mtaji pia nimeshaanza kula kidogo kidogo. Naibu Waziri, tupo katika mashirikiano ya kanda mbalimbali. Tumezungumzia Afrika Mashariki na umetaja baadhi ya kadhia ambazo tunapitana nazo, ndio maana hata unasema Kariakoo na Wekatetereka hapo katikati. Sasa hivi tupo SADC ambako sisi ndio wenyekiti wa SADC. Biashara imekuwa rahisi ama imechangamka kwa kiwango kipi katika muda huu? Sawa, labda kabla sijajibu swali lako nizidi tu kumpa nguvu kwa hayo maneno kuhusiana na mfumo ambao ungeutarajia ufanye. Ni kwamba tunatarajia katika kipindi hiki kinachoanza mwaka huu unaokuja, sheria ile ambayo sasa inaangalia haya makampuni, mataasisi ambayo ilikuwa inahusika kwenye tozo na vitu gani, kufuatia andiko letu la blueprint. Sheria hiyo sasa itakuwa inaingia bungeni kwa ajili ya kuchambua, kwa sababu kuna vitu hata kama unataka kuviunganisha, lakini kwa sababu viko kisheria huwezi kufanya hivyo. Lakini ukishakuwa umeondoa vile vikwazo vya kisheria, sasa unaweza ukatengeneza mfumo. Kwa hiyo hilo ndio katika jambo ambalo ni liko katika kuongezewa nguvu na jitihada ili tuweze kufanikiwa katika kipindi cha 2019 yeah. Sasa kuhusiana na mahusiano yetu kwa upande wa Afrika Mashariki na upande wa nchi za SADC, kwanza kutumia huu wenyekiti wa Mheshimiwa Rais wetu kwa upande wa SADC, mahusiano yetu yameendelea kuwa mazuri.
Kama unakumbuka kuna kipindi ilikuwa hata vijana wale walioko Afrika Kusini kuna kwa mara na vurugu na nini, lakini viongozi wetu wameendelea kuongea na kuona kwamba kwanza sisi wenyewe wananchi tusitazamane kama kwamba yule ni Mtanzania, yule ni mtu wa Msumbiji, yule ni mtu wa Zimbabwe. Tutazamani sisi kama binadamu ndugu tulioweza kushirikiana katika mambo mbalimbali, na sasa tunasema wote tunahangaika katika kupiga vita umaskini, na biashara ni sehemu mojawapo itakayotusaidia katika kuondoa umaskini. Kwa mfano, kwa upande wa visa, sasa hivi unaweza kaenda nchi karibu nyingi tu za Afrika za SADC. Nadhani mwishoni ilikuwa kama South Africa ilikuwa bado, labda nchi chache, sina uhakika, mzee wa diplomasia utanisaidia. Lakini kimsingi sehemu nyingi unaweza kwenda bila kuhangaika, si utafute visa nini, unaenda kama nyumbani, ukiwa na pasipoti yako unakwenda. Kwa hiyo ni hatua moja kubwa sana, yaani ili kuweka urahisi wa watu kuweza kusafiri na kuingia nchi nyingine bila kikwazo, wanasema free movement of people. Hicho kitu kimefanyika kazi vizuri sana. Lakini jambo la pili sasa hivi tunalohangaikia ni tunao mkakati wa pamoja wa kukuza biashara katika nchi za SADC. Kwa mfano, kuelimisha watu wetu juu ya sheria na taratibu mbalimbali zinazohusika, ili si kwamba kwa sababu kuna uhuru basi ujiendee tu. Lazima bado uendelee kujitambua wewe ni nani na unaenda kufanya nini, na ukienda kwa shughuli hiyo basi uifanye, ukimaliza urudi. Sio tena ubaki kule unakuwa kama mlowezi afu ufuate taratibu za watu ukajiona kwamba uko sawa. Hapana. Lakini vile vile tunasaidiana hata katika mambo ya utafiti wa mambo mbalimbali, ikiwemo mazao yetu ya kibiashara, haya mazao ya kilimo, lakini vile vile ufugaji na hata biashara. Kwa mfano, wao wanachukua sana marumaru kutoka kwetu, mvinyo sisi tunachukua kwao na wao wanachukua tena kwetu. Unajua mtu anapenda cha sehemu nyingine. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo tumeendelea kufaidika nayo. Lakini kwa upande wa Afrika Mashariki vile vile tumeendelea na mashirikiano mazuri, japo kuna changamoto maeneo yale ya mipakani, ambayo pia hata kwa upande wa hizi boda za kusini na zenyewe karibu hivyo, watu wa mipakani unajua wanatenganishwa na mpaka ambao haupo. Yaani unakuta huyu yuko huko lakini ndugu yake yuko upande ule mwingine. Asubuhi yuko huku, jioni yuko kule. Kwa hiyo unapomwambia alipe tozo kwa mfano kwa shamba lake ambalo lilikuwa huko, mwingine unakuta yani ukoo wake huko upande huu ila alienda kuolewa kule. Kwa hiyo analima huko, anafanya shughuli zake. Sasa anapovuka ukimwambia alipe, haelewi. Yeye anaona kwamba anaenda nyumbani kwake. Hiyo mipaka ya kwetu sisi. Kwa hiyo unakuta kuna mambo ambayo ni ya kuendelea kuelimisha, lakini vile vile kuna changamoto ndogo ndogo ambazo wakati natembelea mipaka nilikuwa nafahamishwa kwamba kuna baadhi ya sheria na taratibu za kupitisha biashara mipakani unakuta hazijulikani vizuri kwa wale wananchi au wafanyabiashara ambao wanatumia ile mipaka. Kwa hiyo ombi lao wao ni kwamba zile taratibu basi zijulikane. Kama napitisha mahindi au mchele, nitalipa kiasi gani? Kwa sababu wenyewe hawataki mambo sijui kukorokotoa vitu gani. Mfanyabiashara hivi vitu huwa anavichukia kweli. Anataka urahisi sana. Kwa hiyo sema kama nyinyi mchele wenu mnataka kuchukua kodi ya shilingi 5,000, semeni kwenye mchele utalipa 5,000, kwenye mahindi utalipa kiasi fulani. Alafu ziwekwe tu mahali ili sisi tukifika tunalipa, tunaondoka zetu. Niliona ni jambo jema, na hivi tayari nishamwandikia Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Mipango na Fedha, na najua kwamba atalifanyia kazi kwa sababu ni jambo jema. Kwa hiyo mimi nadhani mahusiano yetu sio mabaya kwa hali iliyopo, ila kama nilivyosema kwamba bado kuna vile element vya mimi Mtanzania, yule Mkenya, yule Mganda na kinyume chake. Kwa hiyo huyu kutafuta mbinu zaidi za kutaka kumuwahi mwenzake kuliko mwenzake. Kwa hiyo kuna wakati tunayoongea sio tunayotekeleza. Nimeyashuhudia haya. Kwa mfano kuna wakati sisi vinywaji vyetu vya mzee Baresa wakati vinavuka kwenda mipaka fulani vilikuwa vinapata shida sana na changamoto sana. Ukiuliza kwa nini vinatolewa tu sababu na nini, mpaka tena kishaona hivyo sasa tunafanyaje? Na wewe unawafinya na wenzao kidogo, ukiwafinya na wenyewe wanashtukana, sasa tumefinya. Kwa hiyo ni kama mchezo fulani hivi vya kiutani vinafanyika. Wakati wetu umetukimbia sana, kwa nukta chache tuanzie kwako Naibu Waziri. Tunataraji nini sasa katika biashara mwakani? Mimi natarajia kwamba kwanza tunavyoendea kwenye uchaguzi 2020, na tunawashukuru sana Watanzania kwa support waliotupa. Sasa tunaingia kipindi cha mwisho. Kwanza ni waombe Watanzania wote kuchukua nafasi hii ya kujiandikisha au kurejea vitambulisho vyao vya kupigia kura. Kila mmoja ajitokeze afanye hivyo.
na kwa wiki hii naona wanaanza kule nyumbani kwangu Nyasa, kwenye jimbo langu. Naomba Wanyasa wote mhakikishe mnajiandikisha, kwa sababu nafahamu nampenda sana huyu mbunge wenu, basi mjiandikishe ili muweze kumpigia kura. Lakini wanampenda sana Mheshimiwa Rais wao na viongozi wengine. Kwa hiyo wajiandikishe ili waweze kupiga kura. Wasipojiandikisha ina maana hawataweza kupiga kura. Na hiyo ni kwa nchi nzima. Lakini la pili niseme tu kwamba tumejifunza kwamba kumbe hawa Tanzania wanaweza. Kwa siku za nyuma ilikuwa inaonekana kama vile yani comply, yani kuwa katika hali halisi ya utendaji wa kibiashara kama ni jambo gumu vile. Ndio hao wengine wakawa wanasema labda hela zimebanwa, hela zimefanya nini, kwa sababu ilikuwa ukienda tu hata ofisini kwa mwenzako ukipiga stori kidogo anakupa hela. Siku hizi kila moja hapa kazi tu, unaona. Lakini hili neno hapa kazi tu limeleta mabadiliko makubwa sana kwa wananchi, hasa vijana wetu. Sasa hivi huwezi kukuta vijana wako tu vijiweni hawana wanachokifanya. Kama wako mahali wako kimkakati katika kuhakikisha lile wanalolifanya linatija kwao, na hii ndio uhai mzuri wa taifa. Kwa hiyo mimi nizidi kuwaomba vijana ambao ndio tunawategemea kuhakikisha kwamba kila mmoja anashiriki katika uzalishaji na vile vile kutumia fursa zilizopo katika maeneo husika, aidha katika kufanya biashara au kuongeza thamani ya mazao yale ambayo anayafanya. Kila mmoja, hata aliyemaliza degree, aliyemaliza PhD, asiseme sasa hivi hakuna kazi. Sasa wewe tumesha kusomesha, unasema tena hamna kazi. Ingia fanya kazi na wenzako. Na tumegundua kwamba kuna wafanyabiashara wengi ambao bado hawana elimu zile za kibiashara. Kwa hiyo basi tushirikiane katika kurekebisha lile changamoto iliyopo, na mwisho wa yote tuweze kupata tija katika shughuli tunazozifanya. Tunawapenda, karibu muda wowote ule kwenye ofisi zetu kama kuna jambo la kushauriana, lakini vile vile sisi tunaamini kwamba kuna kazi kubwa imefanyika, hasa ya kubadilisha mtazamo wa hawa Watanzania katika swala la uwekezaji, swala la ujenzi wa viwanda na swala la biashara kwa ujumla wake. Dr. Mtengwa, unataraji mwaka 2020 biashara yetu itakuwaje? Kwanza kabisa nataka niwatakie heri ya mwaka mpya wa Tanzania wote, wafanya biashara na viongozi wetu ambao wametuwezesha leo hii kuyaboresha mazingira ya ufanyaji biashara na uwekezaji kuwa mazingira halisi na ya ukweli zaidi. Na ninachokiona kwa mwaka 2020 mazingira yatakuwa bora na uwekezaji utazidi kuwa mkubwa zaidi. Na vijana wengi wanamaliza vyuo, na sasa hivi vyuo vingi vinafundisha elimu ya ujasiriamali pamoja sambamba na elimu za biashara ndogo ndogo. Tutaona mabadiliko makubwa ya hawa vijana wakijiunga pamoja katika kuzalisha mali kwa stage yoyote, iwe kati, iwe juu au iwe chini. Kwa maana nyingine ni kwamba maendeleo hayaji kidogo kidogo, maendeleo yanakuja jinsi tunavyowekewa kanuni mbalimbali, procedure, na kuyaendelea na kuyafuatilia, na tunasonga mbele. 2020 utakuwa mwaka bora zaidi, tunaenda kwenye uchaguzi, kuliko huko nyuma. Utakuwa mwaka ambao una maendeleo makubwa zaidi ya kiuchumi, na naamini vijana wakimaliza uchaguzi, wananchi wakimaliza uchaguzi, watarudi kwenye kuzalisha mali na kuendelea na shughuli za uzalishaji mali. Edward John, rais wa chama cha mawakala wa forodha nchini, 2020 kwa upande wenu mnaona nini ambacho kinakuja? Kwanza kabisa tunamshukuru Mungu, tumefika mwisho mwema. Pili, nitatanguliza kwanza sisi ombi letu kama sisi kama wadau wa bandari. Wadau wa bandari sisi bana, ombi letu na kilio chetu kikubwa, tumejaribu sana kuangalia mbinu mbalimbali, na tuna imani kwamba mwaka 2020 litawezekana, ili kwa kushirikiana na waheshimiwa mawaziri ambao tumekuwa nao karibu, tupate platform moja na mheshimiwa rais na wadau wa bandari. Wadau wa bandari tunawaongelea wenye bandari kavu, mawakala wa forodha, tunawaongelea mawakala wa meli, tunaongelea watu wa Tanzania Shippers Council, waagizaji wa mizigo wakiwemo wenye viwanda hawa, CTI, Confederation of Tanzanian Industries. Ni wigo kubwa. Kwa hiyo nina imani rais ameshaitembelea bandari zaidi ya mara 3 toka awamu hii ya 5 ilivyoanza, lakini hajapata nafasi ya kuweza kukaa na wadau. Nina imani mwaka 2020 atapata fursa hii, na kwa kusaidiana na mawaziri watuunganishe, tukae naye ili tuweze kuyajenga kwenye kuelekea kuifanya bandari yetu ikawa na tija zaidi kiuchumi, kitaifa na kwa majirani zetu. Jambo ambalo watu wengi hawajalielewa,
ni kwamba bandari ni zaidi ya mgodi. Mgodi una lifespan, kwamba utachimba mawe miaka 20, miaka 30, 50 utabaki na mashimo. Hii bandari ni maji kupwa, maji kujaa. Yani haya maji yakienda, yakirudi, meli zinakuja. Na tuna bahati nyingine kubwa kabisa kijiografia, kwamba tuna nchi 8 ambazo zinatutegemea sisi moja kwa moja. Na bahati nyingine zaidi, tupo kwenye awamu ya 5 ambayo ni awamu ya miradi. Unaona SGR zinakuja, bandari inapanuliwa. Tuna imani kwamba tukikaa chini na Mheshimiwa Rais tukamuongezea sisi mawazo yetu machache jinsi ya kuiboresha hino bandari. Hii bandari isiwe ni kituo cha kuhifadhi mizigo, isiwe gala. Bandari iwe gateway. Iwe ni njia ya mizigo kuingia na kutoka, mizigo ya kutoka kusafirishwa kwenda nje. Tuongeze viwango vyetu vya export. Nina imani kwa hino sera ya viwanda, viwango vya export vitaongezeka. Na mwisho kabisa, kwa niaba ya wanatafa wote Tanzania, nichukue nafasi hii kuitakia kila laheri serikali ya awamu ya 5 kwenye maandalizi ya uchaguzi mkuu mwaka 2020. Mungu akatujalia tukawe na uchaguzi wenye amani, huru na furaha, na niwatakieni kila laheri kwenye kumaliza mwaka huu na tuanze mwaka mpya kwa matarajio mapya. Shukran sana. Naam, Naibu Waziri, kutoa salamu zako za mwaka mpya umehamasisha tu watu wakajiandikisha. Nataka utoe salamu zako za mwaka mpya alafu tumalize kipindi kwa leo. Asante sana. Salamu zangu za mwaka mpya, kwanza napenda kama ambavyo wenzangu wamesema, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutulinda kipindi chote hiki na sasa tunaona mwaka mwingine, lakini vile vile tumtakie kila laheri rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Joseph Magufuli, na kwa kazi kubwa ambayo ameifanya. Wote tumuombee kama ambavyo anasema tumuombee, na sisi wenyewe tujiombee. Niseme tu kwamba tuchukulie kwamba yale yaliyofanyika mwaka 2019 kama yalikuwa ni maumivu kwako, basi ujue ilikuwa ni sehemu ya kujifunza. Kwa sababu hata dhahabu huwezi kuishika mkononi ukaifurahia kabla haijapitia kwenye moto, na ukumbuke ilikuwa udongoni. Kwa hiyo kila jambo ambalo umelipitia 2019 ni sehemu ya mafanikio yako. Ichukue kama ni kitu cha kukuwezesha sasa kwenda vizuri katika mwaka 2020. Kwa msaada wa Mwenyezi Mungu hakika tutafanikiwa. Kwa hiyo nawatakia kila laheri Watanzania wote, wawe na mwaka mpya wenye baraka na furaha tele. Na maneno ya kwake Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara, Mhandisi Stella Manyanya, akimaliza kutoa salamu zake hizo, ambapo nimekuwa naye katika mizani ya mwaka wa 2019, lakini pia nimekuwa na Dr. Burhani Mtengwa, mtaalamu wa mambo ya biashara, hali kadhalika pia mhadhiri katika chuo cha diplomasia. Mwisho tumekuwa naye Edward John, huyu ni rais wa chama cha wakala wa forodha hapa nchini Tanzania, TAFA. Imekuwa ni fahari sana kumaliza mwaka tukiwa sote hapa. Asante sana. Naam, kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha yote ambao umekuwa ukiyaona kupitia hapa UTV kwa mwaka wa 2019, uongozi wa Azam TV, lakini waandaaji wa vipindi ambavyo pia umekuwa ukiniona mimi, tumekuwa na mwenzangu Jamal Hashim na timu nzima ya chumba cha habari. Mimi naitwa Nurdin Selemani, nami niseme kwa uwezo wake Allah tutakutana tena mwaka wa 2020, na nikutakia kila la kheri katika kumaliza mwaka na kuanza mwaka wa 2020 ambako pia ni mwaka wa uchaguzi, na unajua Azam TV na mambo ya uchaguzi, hivyo kaa tayari ili uweze kujionea mambo yatakavyokuwa. Kwaheri na wakati mwema kwako.